Taarifa kwa umma. Ilani ya kuondoka kwenye kiwanja namba 1 hadi 149 Kitalu A Litingi. Wakazi wa Litingi, kata ya Mitengo, manispaa Mtwara Mikindani, mkoani Mtwara, wameiomba serikali kuwasaidia kupima maeneo yao. Wananchi hawa wameyasema hayo kufuatia barua ya kaimu mkurugenzi wa manispaa Mtwara Mikindani kuwataka wahame kwenye eneo la kiwanja namba 1 hadi 149 Kitalu A. Wakizungumza na wanahabari, wananchi hawa wameeleza kuwa maeneo hayo yamerithi kutoka kwa mababu zao, hivyo hawana mahala pengine pa kuishi. Hili swala sisi tuko hapa kwa muda mwingi, kama mimi ndiko hapa zaidi ya miaka 30 sasa. Na nimezalia na familia yangu hapa naishi, watoto wanasoma, wanaenda shule, na serikali alituona katuletea umeme na vitu vingine. Na hapa sisi hatukuvamia kama wanavyofikiria wao wanavyosema. Sisi sio wavamizi. Si haya ni maeneo yetu ya asili ya wazazi wetu. Hili swala sisi mpaka tunafikia hapa tumefuata taratibu zote za kisheria. Wakuu wa wilaya wamekuja kama watatu. Wa kwanza alisema nataka huyo mwekezaji mniletee hapa ili aongee na wananchi tujue yeye eneo hili amelipataje, kwa sababu sisi hatukumuelewa, kwa sababu uweze kumkabidhi mtu eneo sisi wenyewe wamiliki wa ile eneo hatufahamu. Kwa hiyo baada ya kutoka yeye akaja mwingine akatoa agizo na wapeni miezi 3 huyu mtu mtafute. Imekuwaje mpaka sasa hivi kama analimiliki, mbona amelitelekeza ndani ya miaka 30? Akawa anatupa ushirikiano na alituelekeza tuwe na imani katika wakati mgumu. Kwa hiyo baada ya kukamilika kwa ubatilisho wa hati, mamlaka husika kutuletea sisi, maana yake sitakuja kupima, tutawamilikisha nyinyi viwanja. Tulichoshangaa sisi hatukumuona mwekezaji. Hizi barua hizi zote hizi tunatishiwa sisi au tunaambiwa tuhame tubomoe majengo yetu. Mimi mpaka sasa hivi ninaambiwa nije nibomolewe hapa, nihame, maji yako hapa. Wanachama hawa zaidi ya 200 na hii kuisha tayari wako hapa, watoto wanasoma wako hapa. Sisi wanatusakama hapa. Tunaomba sisi utusikize hizi kero zetu. Unapotuona hapa tuko kwenye jua kiasi siku hatulali usingizi, mara askari, mara tie ndani, mara hivi. Ulifuta hati kwa niaba ya wananchi, lakini wananchi hawa mpaka leo hawako kwenye ile eneo, kila siku wanakuwa watu kufukuzwa tu. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, tunaomba kama ulivyoweza kufuta hati na ukakabidhi eneo kwa raia, na leo utoe tamko kwa wananchi kwamba ile eneo wapimiwe viwanja vyao waweze kuishi kama familia watu wengine. Tunasikitika sana Mheshimiwa Rais, eneo hili hapa lina miundombinu yote, lina maji, lina umeme na maeneo yako vizuri na wananchi wanaishi hapa vizuri. Mheshimiwa Rais, ninakuomba mimi mjumbe wako serikali ya mtaa kupitia Chama cha Mapinduzi, wanaelekea wapi? Umeandalia kitu gani, wanaenda wapi? Na kama kauli amechukua tu mkurugenzi mwenyewe kujiamlia, basi Mheshimiwa Rais liangalie vizuri kwa wakurugenzi wanaopangia mikoani waweze kufanya kazi inavyotakiwa, wasifanye kazi kwa matakwa wanayotaka wenyewe. Naye kaimu mkurugenzi wa manispaa Mtwara Mikindani ameeleza kuwa eneo hilo lilipimwa miaka 1990 na kumilikishwa kwa matumizi ya huduma ya hoteli. Kutokana na kutoendelezwa kwa muda mrefu ndipo wananchi walipovamia eneo hilo. Kimsingi eneo lile lilipimwa miaka ya 90 na kumilikishwa kwa mara ya kwanza kwa mtu anaitwa Marijani Aridadi. Kiwanja kile kilipangwa na kupimwa kwa matumizi ya huduma za hoteli. Pale hapakuwa maeneo kwa ajili ya makazi ya watu kuishi. Kwa sababu eneo lile limekuwa ni eneo ambalo haliendelezwa kwa muda mrefu, kwa wananchi walivamia. Wengi wao wakaanza kujipa umiliki ambao haukuwa halali. Yaani mtu anajipa umiliki juu ya ardhi ambayo inamilikiwa kisheria. Wakaanza kuuza, wengine wakawa wanajipatia fedha kwenye ardhi ambayo tayari imemilikishwa na ina matumizi tofauti na wanachokifanya wao. Tumefanya jitihada kubwa kuanzia mwaka 2018-19. Viongozi wengi wa serikali na chama wamekwenda pale na wametoa kauli. Eneo hili linamilikiwa kisheria, lina mtu, tunachokifanya hapa ni kinyume cha sheria. Wakuu wa wilaya wote waliopita hapo wamefika pale na wametoa kauli kwa wananchi wale, wakiwataka wasifanye chochote na wajiandae kutoka kwenye eneo lile. Lakini pamoja na maelekezo hayo ya viongozi, bado wananchi wale wanaendelea kukaidi na kuendelea kufanya uendelezaji unaoona pale. Au wahusika wakuu walioshiriki kuuza ardhi ile kwenye eneo ambalo limemilikishwa walikamatwa kwa kuuza ardhi inayomilikiwa kisheria na walifunguliwa kesi ya hujumu uchumi, na walikiri kwamba ardhi sio ya kwao na nakala za hukumu zipo, walikuwa wanaweza kujipatia fedha kwa njia za udanganyifu. Na tarehe 29 mwezi wa 3 2024 likatoka tangazo la serikali ikionyesha Mheshimiwa Rais ameridhia ardhi ile ifutiwe umiliki kutoka kwa ile kampuni ya Secom na kurejeshwa halmashauri. Kama mnavyojua eneo lile lilikuwa eneo kwa ajili ya shughuli za uwekezaji, na ndio mipango ya manispaa kwamba eneo lile endelee kutumika kwa shughuli za uwekezaji. Pale hapajawahi kupangwa makazi ya kuishi. Kwa ni eneo maalum kwa shughuli ya uwekezaji. Kama mmeona mazingira yake, ni eneo ambalo liko pembeni ya bahari,
imezungukwa na bahari pande mbili na kadhalika. Kwa tangu wakati ule linapangwa na kupimwa, ilipangwa kwa matumizi ya aina ile. Kulikuwa kuna nyumba chache sana mle, nafikiri nyumba 3. Tukija kwenye sheria yetu ya mipango miji namba 8 ya mwaka 2007 au sura 355, hakuna uendelezaji wowote unaoruhusiwa katika eneo la mji bila kuwa na idhini ya upangaji. Concept ya kwanza ni lazima hicho unachokiendeleza kiwe kinaendana na mpango halisi wa eneo hilo. Idhini ya pili ni lazima uwe na kibali cha ujenzi wa hicho unachokijenga pale. Kutoka mkoani Mtwara, Heri Abdalla, EATV.